Kama ambavyo tunafahamu kwa upande wa klabu ya Simba, siku ya hii leo wanashuka dimbani kuvana na Mashujaa ligi kuu Tanzania bara, wakiwa pia na kumbukumbu ya kupoteza kwenye mchezo uliopita dhidi ya Esperance kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani ya Afrika. Lakini kwenye upande wa mchezo, kwa upande wa Mwalimu Steve Barker, anaonekana zaidi kutaka kuweza kuondoka na ushindi mapema na sio kuanza kusubiri mapema, na ndio maana amekuja na kikosi ambacho kina ushindani ndani yake. Ni kikosi ambacho kipo vizuri kweli, ukikitazama tu unaona namna ambavyo Simba wanahitaji kupata alama tatu. Sasa kabla hatujakwenda kuangazia kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia. Kwa upande wa golini yupo golikipa Jibrila Kasali. Huyu tunamuita Tanji. Kwa upande wa Kasali tunafahamu ni kipa ambaye amekuwa na utulivu na maamuzi ya haraka zaidi. Jukumu lake kubwa ni kuwa salama kwenye mipira ya juu na kuanzisha mashambulizi kwa pasi fupi kutokea kwenye eneo la nyuma. Tunafahamu ni golikipa ambaye alikuwa ni yupo kwenye kikosi bora kwenye upande wa ligi ya mabingwa kwenye raundi iliyopita. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu ana uzoefu, kasi yake na uwezo, lakini pia atakuwa akisaidia zaidi mashambulizi kwa sababu ni mechi ambayo atakuwa anapanda zaidi. Atakuwa akipanda mara kwa mara kwa ajili ya kuongeza idadi ya wachezaji mbele kwa ajili ya kupiga crossi. Lakini pia kwenye upande wa beki ya kushoto yupo Nixon Kibabage. Kwa upande wa Kibabage tunafahamu ni beki ambaye amekuwa ni mgumu kweli kutokana na namna ambavyo amekuwa anacheza. Ni mchezaji ambaye amekuwa na usahihi zaidi kwenye mipira aina yote. Kwa upande wa Mwalimu atakuwa akimtegemea zaidi kupandisha mashambulizi kwa kasi kwa ajili, lakini pia na kurudi chini kwa ajili ya kudhibiti mawinga wa Mashujaa. Kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Rashid Dirak. Kwa upande wa Dirak tunafahamu ni msomaji mzuri wa mchezo, ni kiongozi kwenye eneo la safu ya ulinzi. Jukumu lake kubwa ni kupanga mabeki ya kuzuia hatari zaidi ya moja kwa moja. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na beki Ismail Ture. Kwa upande wa Ture tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na uwezo wa kushinda mipira ya aina yote. Tuliweza kumuona kwenye upande wa Stellenbosch, timu ambayo aliweza kuichezea. Yeye atakuwa akihusika zaidi kwenye mapambano ya mwili kutokana na mwili wake na namna ambavyo ana uwezo mzuri. Lakini pia kwenye eneo la viungo katikati yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu ni mpambanaji, amekuwa akikata mipira ya aina yoyote, ni mlinzi ambaye jukumu lake kubwa itakuwa ni kuvunja mashambulizi na kurudisha mipira kwa upande wa viungo wa shambuliaji. Lakini pia Nabii Kamara atakuwepo kwenye eneo hilo akiwa kama kiungo wa kati. Jukumu lake kubwa ni kutuliza tempo ya mchezo. Kwa upande wa Mwalimu atakuwa akimtegemea kusambaza mipira kwa ajili ya kuunganisha timu nyuma, lakini pia na mbele zaidi. Kwenye upande wa kiungo mshambuliaji, kwa mara hii Kratos Chota Chama anaanzishwa kwenye kikosi tangu amesajiliwa ndani ya klabu hiyo. Kwa upande wa Chama kwenye mechi ya hii leo atakuwa ndiye ubongo wa timu, atakuwa ndiye mbunifu, lakini pia kutokana na uwezo wake mzuri wa kupiga pasi na kufungua ulinzi, atakuwa akipewa uhuru zaidi kwa ajili ya kutengeneza nafasi na kuamua mwelekeo wa mashambulizi. Kwenye upande wa winga ya kulia yupo Libase Gueye. Mchezaji mpya huyu ameweza kuonyesha uwezo wake kwenye mechi iliyopita. Hii ni mechi nyingine ambapo kwa upande wa Simba wanakwenda kumtazama. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kuvuruga mabeki wa Mashujaa na kutengeneza nafasi na kuweza kupiga cross. Lakini pia Elie Mpanzu atasimama kwenye eneo la kushoto. Kwa upande wa Mpanzu, kutokana na kasi yake, nguvu na uwezo wa kukimbiza mipira, atakuwa akitumika zaidi kushambulia kwa kasi na kuingia ndani zaidi kwa ajili ya kushambulia zaidi. Lakini pia Kibu Dennis atasimama kama mshambuliaji wa mwisho. Kwa upande wa Kibu tunafahamu ni mshambuliaji ambaye amekuwa na harakati za kiutofauti. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtegemea kumaliza nafasi, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza nafasi zaidi na viungo wa klabu hiyo.